Bwana, Magodan Online TV pekee daima inakupa faida. Magodan Online pekee twasuka mbele, Magodan Online pekee twasuka mbele. A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu zangu wapenzi watazamaji, kwa mara nyingine tena katika channel hii ya Magodan Online TV, ikiwa ni mara ya kwanza, ni kuombe na kukumbushe kusubscribe na kulike na kushare na comment. Ni kwa mara nyingine tena tumekuja kuelezea muendelezo wa sehemu ya 4 katika kuielezea hii suratul Fil, kwa maana sura ya tembo. Sura hii ndugu zangu ina mambo mengi sana ambayo mtu kwa akili ya kawaida hawezi kuamini, lakini ndivyo ilivyo. Nikutolee kidogo mifano miwili ambayo ipo wazi kabisa na utaamini. Kwanza kabisa, wakati mtume anazaliwa, mfalme wa Habeshi alitaka kwenda kuivunja Al-Kaaba ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kwa heshima ya kumlinda kiumbe wake mtukufu akasema, akawaagiza ndege ambao walibeba mawe yale wakawa yanawadondoshea wale ashabul fil, wale watu wa tembo waliokuwa na matembo, majeshi makubwa akiwa matembo, wakaangamizwa kupitia sura hii ambayo tunaelezea kwa siku ya leo. Lakini sura hii ndio watu zamani ama mashehe walitufundisha ni namna gani ya kuweza kukamata dondola kwa kutumia hii suratul Fil, mpaka dondola anatulia na unaweza kuchuma kile kijumba chao ukakitupilia mbali. Lakini mafunzo haya watu wengi wameyapuzia, watu wengine hawafahamu, na kama alifahamu mtu mwingine ndo kama nilivyosema watu wanapuuzia. Lakini ndugu zangu, hii sura ina mambo mengi, lakini kwa siku ya leo nitakuja kuielezea katika sehemu ya 5. Katika sehemu ya 5, kwa wale ambao wenye mambo wenye kutaka kulipa madeni yao, kwa maana wana madeni mengi na inafikia hatua madeni yamewazidi, wanafika hatua wanakata tamaa, hawajui watafanyaje kulipa madeni ya watu. Lakini yote inasababisha na ugumu wa maisha. Kuna watu wana maisha magumu, maisha ambayo kiukweli yanatia huruma, yanakuwa ni maisha magumu kupitiliza. Anakuwa ni mtu mwenye kukopa kila sehemu, kwenye makausha damu, kwenye nini, kwenye vikoba, si kwenye kitu gani, mpaka inafikia hatua mtu anakata tamaa na maisha. Sasa ndugu yangu, nakuletea suluhisho hili, katumie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuja kuona maajabu makubwa. Tunaielezea suratul Fil. Taqra'u ba'da salati al-fajr, soma baada ya salatul fajr. Mtu anapomaliza ile swala ya alfajiri, basi asome hii suratul Fil. Aisome hii suratul Fil kwanza kabisa linasri, kwa ajili ya kunusuru, yani kwa ajili ya ushindi. Kama kuna maadui zako, kama una watu wanakokusakama na unahitaji uwashinde, upate ushindi, basi isome hii suratul Fil. Insha Allah utaona maajabu makubwa. Kama unahitaji ushindi, kama kuna maadui zako wanakutaka wakufanyie kadha wa kadha, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nasoma hii suratul Fil, basi nataka ushindi, ni washinde maadui zangu, waendelee kupata maumivu katika mioyo yao kila siku wanaponiona mimi nikiendelea katika maisha haya. Lakini vile vile watasihidi al-umuri, hii sura vile vile utaisoma kwa ajili ya kurahisisha mambo ambayo mambo yako yamekuwa ni magumu, maisha hayaeleweki, maisha yamekuwa tight, basi cha kufanya soma hii suratul Fil biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, utaona maajabu makubwa kabisa. Tumesema hii sura ina mambo mengi. Kwa watasihidi al-umuri, kwa ajili na kurahisisha mambo, maisha magumu yamekuwa maisha magumu, soma hii sura. Watasididi duyuni, lakini vile vile na kulipa madeni. Wewe ambaye unaisumbuliwa na madeni, basi isome hii suratul Fil. Subhanahu wa Ta'ala, Allah ni mtukufu sana ndugu zangu. Allah ni mtukufu sana. Isome hii sura mara 33. Isome mara 33 hii suratul Fil.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ndugu zangu, kwanza kabisa ujue kuna watu hii Qur'ani wanajua kuisoma na kuna watu wanajua kuisoma na kuitafsiri, lakini tumeambiwa Qur'ani imekuwa ni ponyo. Je, tunajitibu vipi? Tunajiponya vipi? Ndugu zangu, hii nayo ni ilmu ambayo kila mmoja anatakiwa kuzingatia. Ukiona jambo Mwenyezi Mungu alizungumza alafu bado limekuwa kama fumbo ndani yake, basi ujue kuna siri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani yake. Sawa sawa kwenye zile herufi za muqata, herufi zilizokatwa zile kama alif lam mim ha mim, zile zote qaf nun, kuna siri. Ndio maana wafasiri wote wanakuambia Allahu a'lam bi muradihi, Allah ndiye mjuzi wa makusudio yake, kakusudia nini katika ile nanio. Lakini kuna maajabu makubwa tutakuja kuelezea inshallah kutumia zile herufi al-muqata. Kwa hiyo leo tutakuja kuelezea hii suratul fil katika swala zima la kumshinda adui wako, lakini kurahisisha mambo yako, watasdidi duyuni, na kulipa madeni ambayo yamekukabili kwenye maisha yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi, utalipa madeni hayo. Hiyo ni suratul fil, isome mara 33. Ndugu zangu, inawezekana ukawa unajiuliza, hivi kweli naweza nikalipa madeni? Tunasema ni kweli unaweza ukalipa madeni, ila fata kanuni. Kuna watu mtu anasoma zake mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, akifika mara ya tano kachoka hoi, aendelee tena. Sasa ikiwa utakuwa ni mvivu wewe mwenyewe kusoma tu, umekaa umetulia vizuri, ukajionea uvivu, je, utaweza wewe kunyanyuka ukaenda kutafuta pesa kwa ajili ya kulipa madeni? Kwa hiyo kama kweli unahitaji hitajio hilo, basi hakikisha unakaa ama unafanya dua kwa imani ya juu kabisa. Ukiwa umetulizana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utaona matokeo mazuri kabisa. Ndugu zangu, yapo mambo mengi ya kuelezana, lakini kwa siku ya leo niishie hapa katika nukta hizi 3 kwa ajili ya kupata ushindi zidi ya adui yako, kurahisisha mambo yako, lakini kulipa madeni kupitia suratul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hiyo ndio suratul fil, na maajabu yake, ina mambo mengi na siri kubwa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezielezea. Kwa hiyo inshallah hapa naomba tuishie katika nukta hii, lakini inshallah usikose sehemu ya 5, nitakuja kuelezea zaidi kuhusiana na hii suratul fil. Mkono kwa mkono tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho, ili tuweze kufaidika na mambo mengi katika kupitia dua mbalimbali, lakini kupitia mimea mbalimbali. Hii ndiyo Magudan Online TV, daima inakupa faida. Shukrani sana, mpaka hapa niseme bye bye. Magudan Online Fikir, pasuka bede. Magudan Online Fikir, pasuka bede.